السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba safari fulani Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa naeleza mada hii kwamba tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali zetu, kwamba kazi yetu, amali zetu, maamuzi yetu yanaendana na Qur'ani tukufu, ni sawa na Qur'ani tukufu au la. Kwa hivi ikiwa kuhusu jambo fulani sisi hatupati maelezi kutoka katika Qur'an tukufu au katika hadithi, basi katika hali hii namna gani tunaweza kulitimiza lile jambo? Kwa ajili yake tunatakiwa kwamba tufuate amri za maulama wa dhamani na maamuzi ya maulama wa dhamani. Kuhusiana na hii, Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba wakati fulani Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliulizwa kwamba namna gani tunatakiwa tufanye maamuzi ya mambo yetu, kutoka wapi tupate mwelekeo. Sayyidina alayhi salam alisema kwamba desturi yetu ni kwamba kwanza kabisa tunatakiwa tuangalie ndani ya Qur'ani tukufu. Ikiwa hatupati lile jambo ndani ya Qur'ani tukufu, basi tunatakiwa tutafute lile jambo katika hadithi. Ikiwa hatupati uamuzi kutoka katika hadithi, basi tunatakiwa tufanye uamuzi sawa na maagizo ya maulama wa dhamani. Hazur anasema kwamba hapa iwe wazi kwamba Sayyidina Alayhi Salam alisema kwamba sunna ni juu ya hadithi. Kwa hiyo mambo yanayopatikana kutoka sunna tunatakiwa tuyafuate yale mambo, na baada ya sunna ni hadithi. Sunna ni ile ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituonyesha kwa vitendo vyake, kisha masahaba walijifunza kutoka kwake, kisha kutoka kwa masahaba tabiin walijifundisha, na kisha tabiin walijifundisha. Kwa hivyo mwenendo huu uliendelea kufuata. Hazur anasema, Hadhrat Muslim Maud anaeleza jambo hili kwamba tunatakiwa tuchunguze maisha yetu, kwamba tufanye jambo lile tu kwalo Mwenyezi Mungu na mtume wake anatuliruhusu. Watu wengine wanakuwa na nia ya kufanya mema kiasi hiki kwamba wanaanza kupita mipaka, na katika hali hii wanajidhulumu au wanadhulumu nafsi zao. Hata wapo wengine, bali ni wengi ni wa aina hii ambao
hawafuati amri za mwenyezi mungu na mtume wake na hawazingatii amri hizi ipasavyo, basi hawa ni watu wa aina mbili ambao wanapita kiasi na wanapita mipaka, na kwa kufanya hivi wanatoka nje katika amri za mwenyezi mungu na mtume wake. Hazur anasema kwamba wale ambao wanaozidi katika mema kuna mifano yao pia. Kuna mfano wa mwanamke mmoja ambaye alitaka kufanya mema zaidi ya uwezo wake, ambao si mema, kwa sababu mungu na mtume wake hawaruhusu kwamba mtu afanye zaidi ya uwezo wake. Tukio hili nitakalo lieleza kuna funzo kwa ajili ya wale watu pia ambao wanatanguliza sana ndoto zao juu ya mambo yote, ila hali hii si jukumu lao kwamba wao waseme kwamba kila ndoto yao ni sahihi na ni kweli na kila ndoto yao ina maana fulani. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba leo mwanamke mmoja alinijia, ni mwanamke mwenyeji wa zamani wa Qadian. Yule mwanamke kidogo ana shida ya akili. Yeye akasema kwamba katika ndoto nimemwona Sayyidina alayhi salam amenijia na ameniamuru kwamba nifunge miezi 6 na nikifanya hivi halifa atapona. Wakati ule halifa wa pili alikuwa anauguliwa, lakini yule mwanamke akasema kwamba nilipowauliza maulamaa wote wamesema kwamba kufunga miezi kwa miezi 6, kufunga saumu kwa miezi 6 mfululizo si sahihi. Lakini Mirza Bashir Ahmad amesema kwamba nifunge kila Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kisha baadaye akasema kwamba tena nimemwona Sayyidina alayhi salam amekuja katika ndoto yangu na amesema kwamba nilikuamuru kwamba ufunge saumu kwa miezi 6 mfululizo. Kwa nini hufungi saumu kwa mfululizo kwa miezi 6? Hazrat Muslim Maud anasema kwamba nilimwambia kwamba ndoto yako haiwezi kuwa zaidi ya ufunuo wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Sayyidina alayhi salatu wassalam pia alisema kuhusu ufunuo wake kwamba ikiwa ufunuo wangu ni kinyume na Qur'ani tukufu na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nitatupa ufunuo ule kama ni uchafu. Ikiwa Sayyidina alayhi salatu wassalam anafanya ufunuo wake sawa na Qur'ani tukufu na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa ndoto yetu pia iwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ikiwa hii inathibitika kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amepiga marufuku tusifunge saumu kwa mfululizo kwa miezi mingi, basi ikiwa umeona ndoto hii ni ndoto ya shetani, hata kama umeona kwamba Sayyidina alayhi salam amekwambia ufanye hivi, ndoto hii haiwezi kuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndoto hii ingekuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi ingesadikisha Sayyidina alayhi salam, isingekuwa kinyume na maamuzi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Basi ndoto inayokuwa kinyume na fatwa na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndoto ile haitakubaliwa hata kidogo, kwa sababu ndoto haiwezi kuwa sahihi ambayo ni kinyume na Qur'ani tukufu na ni kinyume na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna ndoto inayokuwa sahihi ambayo ni kinyume na hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kutegemea ndoto kuhusu jambo fulani, ingawa iwe jambo la mema, na kwa kufanya hivi kujitia katika shida zaidi ya uwezo, ni jambo ambalo si sahihi. Tena si hii tu kwamba si sahihi, bali ni kitendo ambacho si kizuri. Hata baadhi wakati kitendo hiki kinakuwa dhambi. Ndio wale ambao Mwenyezi Mungu anawataka kuwatuma kuwa mitume, Mungu anawatendea kitofauti. Hatuwezi kusema wao ni sawa na watu wengine. Hazur anasema kwa tukio hili labda mtu mwingine atafikiria kwamba Sayyidina alayhi salam alifunga saumu kwa miezi 6. Kuhusiana na hii iwe wazi kwamba
mwenyezi mungu alimtaka yeye awe mtume wake. Na jambo la pili ni kwamba sayidna ama alah salatu wassalam mwenyewe ametoa maelezo gani kuhusiana na hii na ametusihi nini. Sasa hii na saa hii nataka kueleza. sayidna ama alah salam anasema kwamba wakati fulani nilimwona mzee mmoja katika ndoto yangu. Yeye akaniambia kwamba kwa ajili ya kupata nuru ya mbinguni kufunga ni sunna ya manabii wa mwenyezi mungu, na kwa kufanya hivyo akanisihi kwamba mimi pia nifuate mwenendo huu wa manabii. Kwa hiyo nikaona kwamba ni vizuri nifunge saumu, na kwa sababu ya kufunga saumu uzoefu niliyopata ni kwamba nilipata ufunuo kwa mfululizo na nilipata miujiza kutoka kwa mwenyezi mungu. Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya kufunga saumu kiasi hiki ni kwamba nilipata ufunuo kutoka kwa mwenyezi mungu. Na sayyidina alayhi salam anasema kwamba mimi siwasihi na siamuru kwamba wote wafanye hivi kama nimefanya mimi, wala mimi sikufanya hivi kwa hiari ya nafsi yangu, bali mimi nilifanya kwa amri ya mwenyezi mungu. Na kwa kupata amri ya mwenyezi mungu nilifunga saumu kwa miezi 6 au miezi 8, na baadaye niliacha, sikuendelea na saumu hizi. Basi sayyidina alayhi salam aliruhusiwa kwa sababu ya hii kwamba mungu alitaka kumteua kuwa mtume wake, na baadaye hakufanya hivi, na yeye aliwasihi wafuasi wake kwamba wao wasifanye hivi, wasifunge saumu kwa mfululizo kwa miezi mingi sana. Hazur anasema kwamba shutuma inaletwa dhidi ya sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba sayyidina alayhi salam kwa kuunda jumuiya ameleta ufisadi katika jamii, na ameunda kundi la 73, na kwa kufanya hivi ufisadi umepatikana. Na badala ya kupunguza fitina kwa sababu ya kuunda au kutengeneza kundi lingine ametia ufisadi na fitina. Hazur anasema kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba shutuma sawa na shutuma hii ililetwa dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ameleta itilafu kati ya ndugu katika jamii na ameleta fitina katika jamii, ilhali ufisadi ulikuwa unapatikana ndani yao. Na hii ndiyo ni hali ya waislamu wa siku hizi, na hii ilikuwa hali yao, na hali hii inapatikana hata mpaka leo, yani hali ya ufisadi inapatikana ndani yao. Mwenyezi Mungu anatuma nabii ili ufisadi uondolewe, na watu kwa kujumuika kwa mkono mmoja watu wawe kitu kimoja. Basi wale wanaoamini, wanaomkubali yule nabii wa Mungu wanakuwa kitu kimoja, wanapata amani na wanajitenga katika ufisadi. Na wale wanakuwa wapinzani, wanakuwa na ikhtilafu na ufisadi, hawa watu ambao wanaleta pinzani dhidi yao na ufisadi inapatikana kati yao na mioyo yao ni tofauti, wao si kitu kimoja, ingawa wanaonyesha ni kitu kimoja dhidi yetu. Ikiwa hawa watu hawamkubali imamu wa zama hizi, hali yao itaendelea kuwa hivi. Wao hata kama wanatuita waislamu, wanatuita kwa majina mwingine, lakini sisi sawa na maelezo ya Mwenyezi Mungu na sawa na maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni waislamu haswa. Na hakuna anayeweza kutuzuia kwamba tusijiite waislamu. Hazur anasema Hadhrat Musleh Maud kwa kueleza picha ya ufisadi huu, anasema kwamba mtu mmoja
niambia kwamba wakati fulani katika msikiti wa hanifu ali hadis alikuwa na sali pamoja nao. wakati alipokuwa amekaa katika atahiyat yeye akainua kidole chake wakati wa kusema ashhadu an la ilaha. yeye alipoinua kidole chake mara watu wote walikuwa na sali katika msikiti ule wakavunja swala yao, wakaanza kumuita harami harami. yani ni wao hanafi hawainui kidole chao wakati wa kusema ashhadu an la ilaha. wakati wa shahada wao hawakuona kwamba wanaswali na kuvunja swala ni dhambi, bali walipomwona yule mtu ameinua kidole chake wakavunja swala yao na wakaanza kumfokea na kumtukana na kumpiga. Hadhrat Musleh Maud anasema kwamba ufisadi huu ulikuwa unapatikana hata kabla ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salam baada ya kuja amerekebisha hali hii. Azura anasema yule ambaye anampiga mtu ni mwenye ufisadi. yani Hadhrat Musleh Maud anauliza kwamba yule ambaye anapiga ni mwenye ufisadi au yule ambaye anatibu ni mwenye ufisadi. yani moja ni yule ambaye anampiga mtu na kwa sababu ya hii anajeruhiwa yule mtu, na kuna mwingine ambaye ni mganga anatibu. kuna mtu ambaye anapewa dawa ya konini kutoka kwa daktari, na hakuna yote ambaye anaweza kusema kwamba daktari amemdhulumu kwa sababu yeye haoni ladha mdomoni mwake. ikiwa kuna kitu kibaya ndani ya mfupa daktari akitoa, hakuna anayeweza kusema daktari amedhulumu. asingefanya hivi basi maisha ya yule mtu yangekuwa hatarini. basi katika hali hii ni nani ambaye anaweza kumlaumu daktari? ikiwa daktari anamudhi mtu, anamudhi kwa sababu ya kumtibu, si kwa nia ya kumuudhi. Hadhrat Musleh Maud anasema kwamba mtu mmoja alimuuliza Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu mfarakano huu, kuhusu swali hili kwamba yeye kwa sababu ya kuja kwake ufisadi na fitina imepatikana. Sayyidina alayhi salam akasema kwamba sawa, niambie kwamba kwa ajili ya kulinda maziwa yako unaweka pamoja na mtindi au unaweka maziwa kando na mtindi kando? yani ikiwa mtu anataka kulinda maziwa yake anaweka maziwa kando na mtindi kando, kwa sababu ya mtindi maziwa yanaweza kuharibika. basi ilipangwa hivi kwamba jumuiya ya mtume wa Mwenyezi Mungu itenganishwe na jumuiya zingine. yani yeye alipoanzisha jumuiya hii ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ilipangwa kwamba jumuiya hii itenganishwe na jumuiya zingine ambazo ni jumuiya za wale ambao ni wenye ufisadi. ikiwa mtu mwenye afya anaendelea kuwa pamoja na mgonjwa, yeye pia anaweza kupata maradhi. hivyo ndivyo Mungu alifanyia kwamba alitenganisha jumuiya hii ya Mwenyezi Mungu kutoka katika jumuiya zingine. kwa hivyo ni muhimu kwamba swala na jeneza na mambo mengine yawe tofauti na jumuiya zingine. Hadhrat Musleh Maud anawasihi wanawake kwamba wanawake wanahitilafiana, na wasihi wanawake kwamba ikiwa mtu akikaa pamoja na mgonjwa maisha yake yanaweza kuwa hatarini. vile vile nyinyi pia mkiendelea kujenga uhusiano na wasiokuwa na jumuiya maisha yenu yanaweza kuwa hatarini. wanawake wengine wanasema sisi tumeshaolewa, tumeoza binti katika hawa, basi hatuwezi kuwaacha. lakini inasema kwamba ikiwa matetemeko ya ardhi yanatokea au moto ukiwaka, hakuna hata dada anaweza kujali kuhusu dada yake, bali akiona kwamba paa la nyumba linaanguka basi yeye atatoka nje kabla ya dada yake. kwa nini wande wa dini pia wao wanafanya hivi? Azura anasema kwamba ikiwa mtu anakuwa na shida na msiba, hawezi kuwa na hali hii. na nyinyi kwa sababu bado hamjapata ufahamu wa dini na mnaona kwamba
kwamba hakuna ubaya ikiwa mnajenga uhusiano na hawa wasikuwa na jumuiya. Kwa mfano, usiku malaika wa Mungu anamjia mtu na anamwambia kwamba nilipewa amri ya kutoa uhai wa ndugu yako, lakini badala yake mimi natoa nafsi yako na kufisha. Hakuna yeyote wala mwanamke yeyote ambaye atakubali kwamba yeye afishwe badala ya dada yake. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, yani muipukane na moto na vile vile muipushe mbali jamaa zenu pia. Sasa mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameolewa na mfuasi wa nabii mwingine, lazima polepole atakuwa mbali na jumuiya, au yeye atakufa katika hali ya shida, kwa sababu analazimishwa na yeye atalazimishwa kwamba asikutane na jamaa zake na watu wa familia, na hali hii inapatikana hata mpaka leo. Basi huu ni moto. Je, mwanamke yeyote anaweza kumtia binti yake katika moto? Basi kwa ajili ya urafiki wa dunia mwanamke anatupwa motoni. Tunatakiwa tuepukane na hali hii. Hazur anasema kwamba ikiwa sisi hatufungi ndoa na wale ambao si wanajumuiya, hii si kwa sababu ya kuleta fitina, bali sisi tunajisalimisha, na vile vile ni nia ya kutanguliza dini juu ya dunia. Lakini hali hii ya imani anaweza kupata yule tu ambaye anaelewa roho ya kutanguliza dini juu ya dunia. Wale ambao wanakuwa na tabia hii, wapo wasichana na vijana. Wapo vijana ambao kwa kuacha mabinti za wanajumuiya wanawaoa mabinti wasiokuwa wanajumuiya. Na wasihi hawa vijana kwamba ikiwa wao wanajiita waislamu na wanaona kwamba ni Waahmadiyya haswa, wao wasione tamaa za nafsi zao, na wakati wao wanapotaka kuoa waowe mabinti za kijumuiya. Na kwa kuoa mabinti za kiahmadiyya watangulize dini. Pengine ikiwa wasichana wakiolewa na wasikuwa na jumuiya, si wao tu wanaharibu, hata vijana wakioa mabinti wasikuwa na jumuiya, wao pia wanaharibika baadaye. Nyinyi msiwe wanajumuiya kwa sababu ya jamii au kwa sababu ya ujamaa, bali kwa kuelewa dini mujaribu kuwa wanajumuiya haswa. Ikiwa vijana wa Kiahmadiyya wakiendelea kuoa nje ya jumuiya, hawa wasichana wa Kiahmadiyya wataolewa wapi? Basi vijana pia wanatakiwa wao wazingatie hali hii. Ikiwa sisi hatukujali hata hali hii, kama vijana siku hizi wanaendelea kuwa nje zaidi tukuendelea hivi, basi watoto wao hawatakuwa wanajumuiya. Labda ni mfano wa kadhaa ambao juu yao ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Hazur anasema, na wasihi wale vijana wanaoa nje ya jumuiya kwamba wao watimize haki ya wasichana wa Kiahmadiyya. Ikiwa nyinyi wenyewe umeoa nje ya jumuiya kwa sababu fulani au kwa sababu udhuru fulani, basi katika hali hii mnalazimika kuingiza kijana mmoja katika jumuiya, na kwa kumuingiza katika jumuiya mumfanye awe mwanajumuiya mzuri, kisha baadaye mufanye juhudi ili yule kijana amuoe msichana wa kijumuiya. Hivi nyinyi mtapata shauku ya mahubiri. Vile vile mnaweza kupata wazo la kuwaoa wasichana wa Kiahmadiyya badala ya kuwa nje. Hazuru anasema kwa yote kuna shida ya ndoa ya wasichana wa Kiahmadiyya, na shida hii ya leo bali ni tangu zamani. Hadhrat Muslim Maud kwa kueleza hali hii anaeleza kwamba kuna jambo muhimu sana kwalo nataka kulieleza leo, ni ndoa ya wasichana wa Kiahmadiyya na vijana wa Kiahmadiyya. Wanajumuiya wanapopata shida wakati wa ndoa, na nilikuwa najua hali hii, lakini tangu miezi 6 iliyopita hali hii imezidi sana. Na miezi 6 hii Hazuru anasema ni ile ambayo tangu alipochaguliwa kuwa halifa mpaka jalsa salana,
ya mwaka 1914 muslimaud anasema kwa kupokea barua za watu nimehisi kwamba wanajumuia wanapata shida sana. Hazur anasema hata hali hii inapatikana mpaka leo, yani wanajumuia wanapata shida sana kuhusu kuwaoza mabinti yao, lakini ikiwa tuna shida hii tunalazimika kurekebisha hali hii. muslimaud anasema sayyidina alayhi salam alitoa pendekezo kuhusu hii kwamba majina ya vijana na wasichana wa Kiahmadiyya yaandikwe katika daftari na mtu mmoja awe na daftari hii. Mtu mmoja alipendekeza kwamba Hazur, tunapata shida sana wakati wa kuoza mabinti na vijana, na unasema kwamba tusiwaoze mabinti yetu nje ya jumuiya, sasa tufanye nini? Tuna shida sana. Napendekeza kwamba tuwe na daftari moja ambamo ndani yake tueleze majina ya vijana wote na wasichana wote ambao wanataka kuoa na kuolewa, ili tupate wachumba kwa urahisi. Na Huzur kwa kuona majina apendekeze uchumba, kwa sababu hakuna mwanajumuiya hata moja ambaye hatakubali amri yake. yani yule mtu alipendekeza hivi. Hadhrat Muslim anasema kwamba baadhi wakati watu wanapendekeza na wanaeleza mambo mbalimbali, lakini suluhisho inapotolewa wao wenyewe wanapata shida na wanapata imtihani. Hivyo ndivyo ilivyotokea na yule mtu, kwa sababu inaonekana nia ya yule mtu pia ilikuwa si sahihi. Katika siku zile mtu mmoja mwanajumuiya mmoja ambaye alikuwa mwema sana alitaka kuoa. Yule mtu ambaye alipendekeza pendekezo hili kwamba daftari itayarishwe na majina yaandikwe, yeye alikuwa na binti yake mmoja. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam akamwambia yule mwanajumuiya kwamba apeleke mposa ujumbe wa kumposa binti ya huyu bwana. Lakini yule bwana kwa kutoa udhuru fulani akakataa kumwoza binti yake na yule mwanajumuiya, na akamwoza binti yake nje ya jumuiya. Sayyidina Alayhi Salam alipojua kuhusu habari hii akasema kwamba kuanzia leo mimi sitajihusisha katika mambo ya kuoa na ndoa za wanajumuiya. Kwa sababu ya hii pendekezo lile lilikwama pale pale, lakini ikiwa isingetokea tukio hili wanajumuiya wangepata faida. Kwa hivyo baadhi wakati kwa sababu ya hii wanajumuiya wengine pia wanapata imtihani. Hazur anasema kwamba wale wanaooa nje ya jumuiya baada ya muda mfupi wanaanza kujuta na wanaanza kuhisi shida wanazozipata katika maisha yao. Hata siku hizi pia wasichana wananiandikia, hata wazazi wasichana wananiandikia kwamba tuliamua kumuoza binti yetu nje ya jumuiya, lakini sasa tumeona kwamba binti yetu ameendelea kuwa mbali na dini. Hata msichana pia anaandika kwamba mimi naendelea kuwa mbali na dini na wazazi wa mume wangu wamenizuia nisikutane na wazazi na jamaa zangu. Hazur anasema kwamba wapo watu wengine pia ambao kwa sababu ya kibri wanakataa kuoa ndani ya jumuiya, ila hali hata mtoto na msichana wanakuwa radhi kuhusu ndoa. Hata wakati mwingine washauri wazazi, lakini wao walikataa ushauri wangu. Lakini hii si ajabu ikiwa watu walikataa amri au ushauri wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, wanaweza kukataa ushauri wangu pia. Lakini mwisho wa watu wa aina hii unakuwa mbaya sana. Tukio la aina hii lilitokea katika Germany. Binti aliolewa kinyume na ridhaa ya wazazi, na kwa hivi walimuua binti yao, na siku hizi wale wazazi wapo gerezani. Hazur anasema ikiwa vijana na watoto wanaelewana, wazazi hawatakiwi wao wasisitize sana au wakatae ndoa ile. vile vile inatakiwa izingatiwe jambo hili pia kwamba ni sawa kwamba ridhaa ya binti inatakiwa
ikubaliwe wakati wa kufunga ndoa, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ridhaa ya binti pia lazima iulizwe wakati wa kumuoza. Lakini Islam inatulazimisha kwamba bila ruhusa ya wali binti msichana hatakiwi aolewe. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam, na bila shaka Sayyidina alayhi salam alikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii sheria ya dini tukufu ya Islam inasema kwamba bila amri na ruhusa, bila ruhusa ya wali binti hatakiwi aolewe. Ikiwa ndoa inafungwa bila ridhaa ya wali, basi ndoa ile itakuwa si sahihi. Katika hali hii Hazur anasema ni jukumu letu kwamba tujaribu kuwaelimisha watu. Ikiwa wao hawataki kuelewa, basi tuwatenganishe. Matukio ya aina hii yalipatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Pia mwanamke moja, msichana moja ambaye alitaka kumuoa kijana ambaye si mwanajumuiya, lakini baba yake alikataa. Kwa hiyo akaenda nje ya Kadian na shekhe asiku mwanajumuiya akafungisha ndoa yao. Na baada ya kufunga ndoa wakaja Kadian. Sayyidina alayhi salam alipopata taarifa, Sayyidina alayhi salam aliwafukuza wote, yule msichana na kijana, nje ya Kadian. Alisema kwamba hii si sahihi, kwamba bila ruhusa ya wali ndoa ifungwe kule. Angalieni, katika tukio hili binti alikuwa radhi, lakini nikah yake ilifungishwa bila ridhaa ya wali. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam aliwafukuza wote wawili katika kijiji cha Kadian. Wakati wa Muslimod nikah fulani ilifungishwa, na Hazrat Muslimod alisema kwamba nikah hii ni sahihi. Na Hazur alisema kwamba nilimwambia hivyo ndivyo mama wa yule kijana. Kuna mama moja ambaye alimjia Hazrat Muslim Maud kwamba binti ni radhi, kwa hiyo ikiwa mtoto wangu amemuoa ubaya wake ni nini? Hazrat Muslim Maud anasema nilimwambia kwamba mtoto wako amepata mchumba, kwa hiyo unasema kwamba ikiwa binti ni radhi haina haja ya kuchukua ridhaa ya wali. Lakini wewe pia una mabinti, ingawa wao wameolewa, lakini wao watakuwa na mabinti. Je, wewe unapenda kwamba binti wa binti yako afunge ndoa yake nje ya jumuiya bila ruhusa ya baba yake? Basi Huzur anasema kwamba wazazi pia hawatakiwi wawe wakali kwamba kwa jina la ghaira wasimuoze binti yao, na kwa jina la ghaira wamuue binti yao. Wala Islam hawaruhusu wasichana kwamba wao watoke nje ya majumbani kwao na wafunge ndoa yao nje ya jumuiya. Ikiwa mabinti wana shida, wanaweza kumwandikia halifa, na halifa atatoa uamuzi sawa na hali na wakati. Basi ikiwa wasichana na vijana wakizingatia msingi wa kutanguliza dini juu ya dunia, katika hali Mungu pia atateremsha fadhila zake. Hazur anasema Hazrat Muslim Maud alikuwa anaeleza mada hii kwamba kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni lazima kwamba tuzingatie sifa za Mwenyezi Mungu na tukumbuke sifa zake. Kwa kufanya hivi tuwe karibu naye, na hivi tunaweza kupata elimu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni kanuni ya kawaida kwamba kwa ajili ya mapenzi ya kawaida ni lazima kwamba yule ambaye anapendwa awe karibu, au angalau picha yake iwe karibu hivi, ili mtu aweze kusema kwamba anampenda. Kwa kueleza mada hii Muslimud anasema kwamba kwa ajili ya mapenzi ni muhimu kwamba yule mtu awe karibu naye, au angalau picha yake awe karibu. Kwa mfano Islam inasema, Azur anasema kwamba siku hizi watu wanasema kwamba hatutakiwi tutume picha ya binti, lakini Muslimud anasema kwamba wakati mnapotaka kuoa ni vizuri muone picha, sura ya yule mwanamke. Na kwa ajili ya hii tunaweza kuona picha ya msichana
hadhrat muslimud anasema kwamba kwa mfano mimi nilipooa wakati ule nilikuwa mdogo sana. sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam alimwandikia dr rashiduddin saheb kwamba atume picha ya binti yake. kwa hiyo dr rashiduddin akatuma picha ya binti yake na sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam akanipatia picha ya binti yake. nilipomwambia sayyidna ahmad alayhi salam kwamba nampenda huyu binti, wakati ule sayyidna ahmad alayhi salam alifunga ndoa yangu. basi bila kumwona mtu hawezi kupata mapenzi. sasa maada ya mapenzi ya mwenyezi mungu yameanza hapa, kwamba namna gani tunaweza kupata mapenzi ya mwenyezi mungu. ikiwa mungu anakuja mbele yenu lakini mnafunga macho yenu kisha mnasema kwamba mtapata mapenzi ya mungu bila kumwona, haiwezi kuwa hivi, hamwezi kupata mapenzi yake. kuna shairi la sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba दीदार कर नहीं है गुफ्तार ही सही, हुस्नो जमाले यार के आथार ही सही. yani angalau iwe kitu chochote, ikiwa mpendwa mwenyewe hawezi kunya mbele yangu, angalau sauti yake niweze kusikia au niweze kupata picha yake ili niweze kumuona. picha ya mwenyezi mungu ni nini? sifa za mwenyezi mungu ni picha yake, ni rahman na rahim na malik yawmiddin, yeye ni sattar na yeye ni kudus na mu'min na muhaimin, ni salam na jabbar na kahar. na vile vile kuna sifa chungu mzima za mwenyezi mungu. hizi ni picha za mwenyezi mungu. wakati tunapofikiria kuhusu sifa za mwenyezi mungu na tunapofikiri kuhusu maana yake, kwa hiyo sifa fulani inakuwa sikio letu na sifa ingine inakuwa jicho letu na sifa ingine inakuwa mikono yetu na sifa ingine inakuwa mwili wetu. kwa kujumuika sifa hizi zote tunapata picha ya mwenyezi mungu mbele yetu. basi kwa ajili ya kumpenda mwenyezi mungu tunalazimika kwamba tufikirie kuhusu sifa hizi za mwenyezi mungu, ndipo tutapata mapenzi kweli kweli ya mwenyezi mungu. na katika hali hii mtu anafanya juhudi ya kupata ukaribu naye. Khalifa mtukufu anasema kwamba muminio haswa anatakiwa awe na ghaira ya dini. kwa kueleza mada hii hadrat muslim maud alisema kwamba kwa kumpitia sayyidina alayhi salam nilimsikia mara chungu mzima, na maswahaba kadhaa ambao wapo hai bado wao pia lazima watakuwa wamemsikia sayyidina alayhi salam. alisema kwamba watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hii, kwamba kwa sababu ya tabia yao hawawezi kufuata njia nzuri, ingawa wanakuwa na nia safi na wanakuwa na imani. alikuwa akisema kwamba kulikuwa mtu mmoja alimwambia rafiki yake kwamba utafute mchumba kwa ajili ya binti yangu siku fulani. mtu mmoja yule rafiki yake akamjia akasema, nikapata mchumba kwa ajili ya binti yako. na baba wa binti akasema kwamba yule mchumba ukoje? akasema kwamba yule kijana ni mzuri sana, ni mwenye imani sana. na yule baba wa binti akasema, ueleze zaidi kuhusu kijana. akasema kwamba zaidi hii unataka kujua nini? yeye ni mtu mwema sana. lakini binti wa baba wa binti akasema kwamba ueleze zaidi. akasema niseme nini zaidi hii? kwamba yule mtu ni mwenye imani sana na ni mwema sana. kwa kusikia hii baba wa binti akasema, mimi siwezi kumuoza binti yangu na kijana huyu ambaye ni mwema tu, yeye hafanyi kazi nyingine yoyote wala hana sifa ingine. kesho hata kama binti yangu anatekwa nyara na yeye anakaa nyumbani kwa sababu ni mwema sana na hawezi kumuudhi mtu mwingine. Hazuru anasema kwamba watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hii ambao hawana ghaira ya dini, na watu wanasema kwamba ni mtu mwema sana, lakini ila hali wao hawana ghaira ya dini wala hawana jazba ya dini. hawa wanaitwa watu wema, lakini inakuwa mtihani kubwa sana kwa ajili ya wanajumuiya na kwa ajili ya jumuiya. kwa vyovyote tunatakiwa tuonyeshe ghaira ya dini. wakati mwingine watu wanaleta shutuma dhidi ya dini tukufu ya Islam, na watu ambao wanakuwa na sifa za aina hizi wanakaa pamoja na hawa watu wanaoleta shutuma dhidi ya jumuiya.
kusema kwamba mtu ni mwema na yeye anakaa pamoja na wale ambao wanaleta shutuma, basi hii si ghaira ya dini. Angalau inatakiwa mtu aonyeshe ghaira ya aina hii, kwamba asikae pamoja na watu wanaoleta shutuma dhidi ya jumuiya. Ikiwa mtu wa aina hii anaendelea kufanya hivi, katika hali inatakiwa nidhamu ya jumuiya ifahamishwe, na nidhamu ya jumuiya inatakiwa imfahamishe halifa mtukufu, ili halifa achukue uamuzi sawa na hali dhidi ya watu wa aina hii. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi naeleza tukio la mashehe wasiokuwa na jumuiya ambao dhidi ya sainam alah salatu wassalam namna gani walikuwa wakitia fitina na bughudha katika mioyo ya watu, na kiasi gani walikuwa wakisema uongo dhidi ya sainam alah salatu wassalam, na walikuwa wakileta shutuma ya aina gani dhidi ya sainam alah salatu wassalam. Hadhrat muslimud anasema kwamba watu walikuwa wakimuita sainam alah salatu wassalam mchawi. Na kumbuka kwamba mtu mmoja aliniambia kwamba katika eneo la Ferozpur sheikh mmoja alikuwa anatoa hutuma kwamba hatutakiwi tusome vitabu vya wanajumuiya. Yani asiyekuwa mwanajumuiya, sheikh alikuwa anawaambia wafuasi wake kwamba hatutakiwi tusome vitabu vya jumuiya, wala hatutakiwi tuende Qadian. Na yule shekhe akaeleza tukio aliloliunda yeye mwenyewe kwa ajili ya kuthibitisha kwamba yoyote anayosema ni sahihi. Kwa hiyo akaeleza tukio hili kwamba safari fulani nilienda Qadian, na pamoja nami alikuwa mtu mtajiri fulani. Tukaenda Qadiana, tukakaa katika nyumba ya wageni, na tukasema tunataka kumuona Mirza Saheb. Kwa baada ya muda mfupi Mwalimu Nuruddin akaja na akaanza kutuzungumza vizuri. Baada ya kupita muda mfupi, mtu mmoja akatuletea tamu, na Mwalimu Nuruddin akasema kwamba hii hulwa imetayarishwa kwa ajili yenu. Yule sheikh akasema nilikuwa najua kwamba Mirza Sahib amefanya uchawi juu ya hulwa hii, kwa hiyo mimi sikaonja, lakini mwenzangu alikuwa hajui, kwa hiyo akala hulwa iliyotumwa na Mirza Sahib. Kwa hiyo mimi nikatoroka, sikukaa pale. Mwalimu Nuruddin hakujua kwamba mimi sikula hulwa, yani nilitumia ujanja ya kutokula hulwa. Yule mwenzangu aliyekula hulwa baada muda mfupi kasema kwamba mimi napata mvuto ya kufanya bayati ya Mirza Saheb. Yani yeye alipata athari ya hulwa, kwa sababu mimi nilikuwa sikula hulwa, kwa hiyo mimi sikupata athari yoyote ya mazingira ya kule. Muda mfupi ulipopita, Mirza Saheb akatayarisha fitini yake, na ndani ya fitina akakaa mwenyewe na akakalisha Mwalimu Nuruddin Saheb, na akanikalisha mimi pia ndani ya fitini ile. Sheikh huyo anasema uongo zaidi, anasema kwamba kisha Mirza Saheb akaanza kuzungumza nami, na mimi pia nikaendelea kusema ndio wakati alipokuwa akiniuliza kitu chochote. Na Mirza Saheb kwa sababu yangu ya kusema ndio akaona kwamba nitakubali kwa sababu nimekula hulwa. Maulvi huyu akasema kwamba kwanza Mirza Saheb akasema mimi ni nabii, kisha baada kidogo akasema kwamba mimi ni mkubwa zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah. Baadaye akasema mimi ni Mungu, nauzubillah. Kwa kusikia hayo yote nikasema astaghfirullah, hayo yote ni uongo. Kwa kupata majibu yangu haya, Mirza Saheb akamuuliza Nuruddin, je, hukumpatia hulwa kwa sababu hakupata athari ya uchawi? Mwalimu Nuruddin akasema kwamba nilimpatia hulwa, lakini Hazur anasema kwamba Mungu anadhihirisha uongo wa watu wa aina hii, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Katika hafla hili ambamo Sheikh alikuwa anaeleza tukio hili, wakili moja alikuwa amekaa, ambaye wakati fulani aliwahi kuja Qadian kwa ajili ya kupata matibabu kutoka kwa Mwalimu Nuruddin. Kwa kusikia tukio hili kutoka kwa Sheikh akasema kwamba mimi nilikuwa sipendi hawa masheikh, na nilikuwa nikidhani kwamba masheikh ni waongo, lakini ni baada ya maelezo haya ya Sheikh nimeona kwamba hakuna mtu Mungu zaidi kuliko masheikh. Hakim Sahib akasema kwamba nyinyi mnajua kwamba mimi si mwanajumuiya, lakini wakati fulani niliwahi kwenda Qadian kwa ajili ya matibabu na nimeishi kule kwa siku kadhaa. Yoyote aliyosema Sheikh huyu ni uongo kabisa. Kule
amesema mirza saheb ametayarisha fitin, lakini kule hata hakuna gari ya farasi. Wakati ule katika zama ile ilikuwa gari ya punda tu ilikuwa ikipatikana, na shekh alikuwa anasema kwamba mirza saheb alitayarisha fitin kule na alikaa ye mwenyewe na alinikalisha mimi pia kule. Hata kule wakati ule hata gari ya farasi ilikuwa haipatikani kule Kadian. Kisha hii pia ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba wakati halifa wa pili alipokuwa alieleza tukio hili, anasema hata mpaka leo fitin haipatikani katika Kadian. Hadhrat Muslim Maud anasema hata mpaka leo watu wa aina hii wanapatikana, wanaona kwamba uchawi unapatikana hapa. Sababu yake ni hii kwamba wanaona wale wanajiunga na jumuiya wanapigwa, wanatukanwa, wanafedheheshwa na wanapewa hasara ya mali. Hata katika hali hii pia wanabaki juu ya jumuiya na hawaachi jumuiya, hawaretadi. Wao wanaona kwa sababu ya hali hii wanatakiwa waogope, lakini hawapati athari ya usumbufu huu, bali wanabaki juu ya imani, na hii ni kwa sababu ya uchawi. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aisalimishe umma hii kutoka katika mashekhe hawa waongo, na watu waweze kumtambua Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuelewe majukumu yetu ni nini. Halifa mtukufu ayyadahullah taala bin Salaziz anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili. Moja jeneza ipo hapa ni ya Bi Sakina Nahid sahiba, binti wa Muhammadin Sahib marhum wa Jammu Kashmir. Ni mke wa Sheikh Muhammad Shi Saheb marehemu. Tarehe 3 wa April katika umri ya miaka 90 alifariki hapa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumuiya iliingia katika familia yake kwa kupitia baba yake. Marehemu alijiunga na jumuiya katika umri ya miaka 16 ilhali upinzani ulipatikana sana. Hadrat Muslim Maud na Ummul Mu'minin walipokuwa wakienda Delhozi, marehemu alikuwa akiwahudumia. Baada ya kuolewa alihamia Kashmir. Aliwahi kuwa sadr lajna. 1974 watu walichoma nyumba yake, lakini alionyesha subira sana. Baadaye alihamia hapa Uingereza. Alipata nafasi ya kuwafundisha watoto Qur'an tukufu. Alikuwa akipenda sana uhalifa na nidhamu ya jumuiya, ingawa alikuwa mzee na alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akija kukutana nami na alikuwa na imani sana. Alikuwa mwenye kusali tahajjud na msaliaji sana. Marehemu alikuwa musi, ameacha mabinti 3 na watoto wa kiume 3. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema. Jeneza ya pili ni ya bana Shaukat Ghani Saheb shahid, ambaye alikuwa mtoto wa kazi Abdul Ghani Saheb, mwenyeji wa Azad Kashmir. Siku hizi alikuwa anaishi Rabwa. Alikuwa anaitumikia nchi kwa kujiunga na jeshi katika Gwadar Pasni. Alikuwa anashiriki katika operation Zarb Azad. Tarehe 3 ya April 2016 magaidi walipiga risasi na kwa sababu ya hii aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mashekhe wanasema kwamba wanajumuia ni maadui wa nchi, lakini ni wanajumuia ambao wanatoa uhai wao kwa ajili ya nchi. Katika familia ya shahid marehemu, jumuia iliingia kwa kumpitia babu yake bana Ferozdin Saheb. alikuwa kijana wa kazi Kharuddin Saheb ambaye alienda kutoka Ngoi Azad Kashmir huko Kadian pamoja na Mahbub Alam Saheb, na alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Pamoja naye babu wa upande wa mama pia alienda kule Kadiani, yeye pia alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Familia ya Ferozuddin Sahib ilikuwa inaendesha msikiti na ilikuwa imamu ya msikiti. Ferozuddin Sahib alipata upinzani sana upande wa familia yake. Alipigwa, alisuswa na lakini aliendelea kubaki juu ya jumuiya kwa sababu alikuwa na imani sana. Bana Ferozuddin Sahib alikuwa na maradhi ya asthma.
alimwandikia sainam alahi salatu wassalam kwa ajili ya maombi. sainam alahi salam alimjibu kwamba mungu atakuponya. kwa maombi ya sainam alahi salam alipona na alipata umri wa miaka 80 na baadaye hakuwa na maradhi ya asthma katika maisha yake. baba wa shahid marehemu bana abdul ghani saheb pamoja na familia februari 2013 walihama kutoka kashmir na walihamia rabwa. shahid marehemu alizaliwa nadheri azad kashmir. alizaliwa tarehe 4 wa mai 1995. alisoma mpaka matric. mwaka moja na nusu alijiunga na jeshi. baada ya kumaliza training yake siku hizi alikuwa anaitumikia nchi katika gwadar. katikati ya tarehe 2 na 3 ya april aliuawa. baada ya kuuawa kwake maiti yake ililetwa kwanza karachi rabwa na kule alizikwa rabwa. shahid marehemu alikuwa musi vile vile alikuwa na sifa chungu mzima. alikuwa mtu mwenye kuwahurumia wengine sana. alikuwa tayari kila wakati kuwasaidia wengine. alikuwa msaliaji sana. alikuwa akifuata uhalifa. wakati alikuwa anapelekwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kazi kule pia alikuwa akisikiliza hutuba kwa kupitia simu. siku 2 kabla ya kuwawa kwake alilipa michango yake yote. alikuwa na sauti nzuri sana. katika function fulani alisoma shairi ya sayyidina alayhi salatu wassalam katika sauti nzuri. wasiokuwa na jumuiya walikuwa wengi pale, wote wakapenda sana sauti yake na wakamuuliza kwamba nani ameandika shairi hili nzuri sana, sisi hatujawahi kusikia shairi nzuri kiasi hiki katika maisha yetu. shahid marehemu alikuwa na sifa sana ya kuwahurumia wengine, kuwasaidia wengine. wakati fulani alipata posho ya miezi 4 pamoja. wakati ule rafiki yake moja alifariki, mwenzake moja aliuawa. yeye alimpatia familia yake posho yake ya miezi 4 aliyopata pamoja. baba wa marehemu anasema kwamba usiku ambao alifariki marehemu, aliuawa marehemu, niliona kwamba marehemu amekaa pamoja na wazee wa familia ambao amewahi kufariki. amekaa pamoja nao na juu ya uso wake mwanga unapatikana. kwa sababu ya mwanga ule uso wake umekuwa wenye nuru sana na uso wake unaonekana wazi zaidi kuliko wengine. wakati marehemu alipokuwa katika rabwa aliwahi kuwa zaimu. vilevile aliendelea kujitolea kwa ajili ya ulinzi. aliwahi kuwa mlinzi wa msikiti pia. alikuwa bado hajaoa, ameacha baba na mama Ghulam Fatma Saheba, ndugu wawili na ndada wawili ameacha nyuma yake. mwenyezi mungu aendelee kupandisha madaraja ya shahid marehemu na awajalie watu wa familia ya subra sana, amin. shahid kwa fadhila za mwenyezi mungu alikuwa musi. nimeshawahi kueleza jambo hili. baada ya swala inshallah nitaswalisha jeneza ya hawa marehemu wote wawili. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر